katika huduma za dharura, uzazi salama, upasuaji, matibabu ya saratani na huduma kwa wagonjwa wenye upungufu wa damu. Damu haitengenezwi kiwandani, bali inapatikana katika mioyo ya wale wenye huruma na kujitolea na kuchangia damu katika nchi yetu. Ndiyo maana kila tone la damu lina thamani isiyo na kifani na linaweza kuwa tofauti kati ya uhai na kifo kwa mgonjwa anayehitaji msaada wa haraka. Ndugu wanahabari, kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya mwaka huu, natangaza rasmi kuwa serikali imeandaa kampeni ya kitaifa ya ukusanyaji wa damu itakayofanyika kuanzia tarehe 1 hadi 14 mwezi wa 6 2026 katika maeneo yaliyoainishwa nchini. Kampeni hii ni ya kipekee na ya kimkakati, ikilenga kuongeza upatikanaji wa damu salama na ya kutosha kwa ajili ya huduma au kuwahudumia wagonjwa wanaohitaji damu za dharura na za kawaida katika hospitali zetu kote nchini. Kampeni hii itatekelezwa katika maeneo yafuatayo: vituo vya kanda za mpango wa taifa wa damu salama, kituo cha damu salama hospitali ya taifa ya Muhimbili, vituo vya damu salama katika hospitali za rufaa za kanda na hospitali za mikoa, timu za ukusanyaji damu za halmashauri, taasisi za elimu ikiwemo vyuo vikuu na shule za sekondari, maeneo ya kazi katika taasisi za umma na binafsi na kambi za jeshi na maeneo mengine yatakayotangazwa. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba hakuna mgonjwa anayepoteza maisha kwa sababu ya ukosefu wa damu salama. Vile kampeni hii inalenga kuhamasisha uchangiaji damu kwa mara na wa hiari, hasa miongoni mwa vijana ambao ndio nguzo ya taifa letu. Napenda kutumia fursa hii kuwaalika wananchi wote wenye miaka 18 mpaka miaka 65 na wale wenye afya njema kujitokeza kwa wingi kushiriki katika kampeni hii muhimu. Kuchangia damu ni kitendo cha ujasiri, ni kitendo cha upendo na kitendo cha uzalendo. Ni njia moja kwa moja kuokoa maisha ya mtu mwingine ambaye huenda humfahamu, lakini ambaye uhai wake unategemea uamuzi wako wa siku hii ya leo. Ndugu wanahabari, kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, mahitaji ya damu nchini yanakadiriwa kuwa ni chupa za damu takriban 648,000 kwa mwaka, sawa na asilimia 54 sawa kwa mwaka, ikiwa ni sawa na chupa 54,000 kila mwezi. Kwa mwaka 2025 Tanzania tumeweza kukusanya chupa za damu salama 512,012 ambayo ni sawa na asilimia 71 ya mahitaji ya damu nchini. Kwa kuwa wagonjwa wote wanaohitaji damu wanatakiwa kupatiwa mkusanyiko wa damu, hatuna budi kuhakikisha kwamba tumeongeza jitihada kufikia asilimia 100 ambayo kwa sasa bado hatujaifikia. Kwa kuwa kiasi kilichokusanywa bado hakiwezi kukidhi mahitaji, ninawaomba na kuwasihi Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kujitolea kuchangia damu kwa hiari ili kufanikisha uwepo wa damu salama ya kutosha nchini. Damu inayokusanywa husaidia katika kufanikisha huduma za upasuaji, husaidia kufanikisha matibabu ya wahanga wa ajali barabarani, matatizo ya uzazi, pamoja na magonjwa ya damu kama selimundi, yani sickle cell disease, na kansa ya damu. Serikali kupitia mpango wa damu salama imeendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha upatikanaji wa damu unaimarika, ikiwa ni pamoja na kuimarisha miundombinu ya ukusanyaji na uhifadhi wa damu, kuongeza kampeni za uhamasishaji kwa jamii, kushirikiana na taasisi za elimu, taasisi za dini na sekta binafsi, kuimarisha mifumo ya usambazaji wa damu na kwa haraka katika hospitali zetu zote nchini. Hata hivyo, mafanikio haya hayawezi kufikiwa bila ushiriki wa wananchi. Tunahitaji jamii nzima kushiriki kamilifu ili kuhakikisha huduma hii muhimu inapatikana kwa wagonjwa au kwa mgonjwa yeyote atakayehitaji kuchangiwa damu. Ndugu wanahabari, kwa kuhitimisha maadhimisho ya mwaka huu, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeandaa hafla kwa ajili ya kuwatambua wachangia damu pamoja na wadau mbalimbali wanaochangia katika juhudi za serikali kuhakikisha upatikanaji wa damu salama na ya kutosha. Hafla hii si ya sherehe tu, bali ni jukwaa la kutambua
mchango wa watu wanaoonyesha mfano wa kipekee wa utu na uzalendo kupitia uchangiaji wa damu. Katika hafla hiyo tutawatazama na kuwatambua wachangiaji damu wa mara kwa mara waliotoa damu mara nyingi kwa hiari, taasisi binafsi za umma zilizounga mkono kampeni za uchangiaji damu, wadau wa maendeleo na mashirika yasiyo ya kiserikali, wataalamu wa afya na timu zinazohakikisha damu inakusanywa na kusambazwa kwa salama. Aidha, hafla hiyo itakuwa ni fursa ya kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wadau mbalimbali ili kuboresha zaidi huduma za damu salama nchini. Ndugu wanahabari, kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, damu ni dawa. Hivyo upatikanaji wake katika benki zetu za damu ni wa lazima na uwe ni endelevu. Uwepo wa damu salama katika hospitali zetu umefanikisha kupunguza vifo vya mama na wajawazito mpaka vifo 104 katika vizazi hai 100,000, ikiwa ni miongoni mwa nchi zilizofanya vizuri barani Afrika. Pamoja na kupunguza vifo, lakini pia uwepo wa damu salama katika hospitali zetu umefanikisha kupatikana huduma za kibingwa na kibingwa bobezi kwa wananchi kupitia programu ya madaktari bingwa kutembelea hospitali za mikoa na wilaya, bila kusahau matibabu ya moyo na upandikizaji wa viungo yanayotolewa katika hospitali zetu kote nchini, ambayo inahitaji uwepo wa damu ya kutosha. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi kote kujitokeza kwa wingi katika kampeni ya uchangiaji wa damu kuanzia tarehe moja hadi tarehe 14 mwezi Juni 2026. Na kipekee niwapongeze mashabiki wa klabu ya Arsenal hapa nchini ambao siku ya leo wamejitokeza kwa wingi kuchangia damu. Nawapongeza sana, ambapo zaidi ya lita 11,000 zimepatikana za damu salama itakayokwenda kuokoa maisha ya Watanzania katika hospitali zetu zote, kuanzia hospitali ya taifa, hospitali za kanda, rufaa na kwenda kwenye hospitali za mikoa, wilaya, halmashauri na vituo vyetu vya afya. Lakini twende kuhamasisha familia, marafiki na jamii kushiriki katika kuchangia damu kote nchini, kwenda kuondoa hofu na dhana potofu kuhusu uchangiaji wa damu na kujenga tabia ya kuchangia damu kuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kawaida. Serikali itaendelea kuhakikisha mazingira rafiki ya uchangiaji wa damu yanaboreshwa, ikiwa ni pamoja na usalama wa uchangiaji, huduma bora na uhamasishaji endelevu. Ndugu wanahabari, kwa pamoja tunaweza kuhakikisha kuwa hakuna maisha yanayopotea kwa sababu ya ukosefu wa damu. Twende tukachangie damu, twende tukaokoe maisha, twende tukajenge taifa lenye afya, taifa lenye mshikamano na taifa lililojengwa kwa matumaini makubwa. Damu ni uhai. Changia damu, okoa maisha. Nawashukuru sana mashabiki wa klabu ya Arsenal kwa kuanza zoezi hili la kuchangia damu. Asanteni sana. Nawakaribisha kila Mtanzania kujitokeza, twende tukachangia damu, twende tukaokoe maisha ya Watanzania. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.